Iran imekanusha madai iliyodai kuwa ni ya uongo ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na sheria zilizowekwa na Jamhuri ya Kiislamu kuhusu kupita katika njia hiyo ya kistratejia ya majini. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf amekanusha madai hayo vikali, akisema rais wa Marekani Donald Trump ni muongo katika machapisho yake ya mitandao ya kijamii. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X siku ya jana Ijumaa, Mohammad Bagher Kalibaf aliandika, rais wa Marekani alitoa madai 7 katika muda wa saa moja ambayo yote 7 ni ya uongo. Hapo awali Trump alikuwa ameingia kwenye jukwaa lake la Truth Social akidai kuwa Iran imekubali kutofunga tena mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia alikuwa amedai kwamba vizuizi vya majini vya Marekani vitasalia katika nguvu kamili na athari kama inavyohusu Iran tu hadi wakati ambapo shughuli yetu na Iran itakapokamilika 100%. Trump pia alisema kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano yanapaswa kwenda haraka sana kwa kuwa pointi nyingi tayari zimejadiliwa. Kalibaf hata hivyo alidai kuwa kama kizuizi kitaendelea, mlango bahari wa Hormuz hautabaki wazi, kwa maana kwamba Marekani inapaswa kuondoa majeshi yake yaliyodai kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia alisisitiza kuwa kupitia mlango wa Hormuz kutafanyika kwa kuzingatia njia iliyoteuliwa na idhini ya Iran na si kile ambacho Marekani inataka. Ikiwa shida itabaki wazi au imefungwa na sheria zinazoiongoza zitaamuliwa kwenye uwanja wa vita, sio kwenye mitandao ya kijamii, anasema Kalibaf. Iran ilifunga mkondo huo kwa mahasimu na washirika wao kufuatia kuanza kwa mashambulizi ya hivi punde ya Marekani na utawala wa Israel yaliyokuwa yanalenga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Februari 8 mwaka huu. Mnamo Aprili 7, Trump alitangaza utulivu wa mashambulizi ya wiki mbili baada ya kufungwa kulileta mshtuko katika soko la nishati duniani, huku rais huyo wa Marekani kushuhudia kushuka kwa umaarufu wake kutokana na kupanda kwa bei ya petroli. Tangazo hilo pia lilifuata angalau mawimbi 99 mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya malengo nyeti na ya kimkakati ya Marekani na Israel katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Kalibaf alisisitiza jinsi ya kukimbia uongo wa Trump hakutaifanya Marekani kushinda katika vita katika muda wote wa uchokozi wake, akirejea madai ya kurudi nyuma ambayo yalikuwa yakitolewa na Washington wakati wa mashambulizi kuhusu mateso yake yaliyojieleza ya uharibifu usioweza kurekebishwa kwa miundombinu ya ulinzi wa kulipiza kisasi ya Iran. Afisa huyo wa Iran aliendelea kusisitiza kwamba ingawa kampeni hiyo ya uzushi haikunufaisha Washington wakati wa uchokozi huo, hakika haitakuwa na manufaa yoyote wakati wa mazungumzo pia, huku akisisitiza kwamba wao kimsingi wamejipanga kwa mapambano na kwa vyovyote vile ambavyo vitaweza kujadiliwa. Vita vya vyombo vya habari na uhandisi wa maoni ya umma ni sehemu kuu ya vita, lakini taifa la Iran halitayumbishwa na mbinu hizo. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika juu ya mazungumzo hayo, rejelea mahojiano ya hivi majuzi ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, anasema Kalibaf. Siku ya Ijumaa pia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmail Baghaei alisisitiza msisitizo wa Iran juu ya pendekezo la hoja 10 lililotumwa kabla ya tangazo la Trump la Aprili 7. Alivitaja vifungu hivyo ni utimilifu wa mwisho na wa mwisho wa aina yoyote ya uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuondolewa vikwazo na kupokea fidia kuwa ni sehemu zisizogawanyika za madai ya nchi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ya Iran. Kupitia spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf aliandika kwamba rais wa Marekani wakati huu anatumia uongo mwingi sana kuliko uhalisia wa mambo kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na baadhi ya makubaliano ambayo walikubaliana kati ya Marekani na Iran juu ya mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na vita kwa ujumla. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.